The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Ni kwa siku nyingine tena ambapo tunakutana hapa. Mimi niendelee kukukaribisha tu kusikiliza simulizi za ndugu yetu, mpendwa wetu, rafiki yetu Bahati, ambapo ni simulizi ambayo najua imewagusa wengi sana. Tunaelekea ukingoni, tunaelekea mwisho wa simulizi ya Bahati, maisha halisi ya Bahati, yale ambayo ameyapitia, vitu ambavyo vimemsonga, magumu ambayo ameyapitia, na maana halisi tumeelewa sasa kwa wale ambao tumeanza mwanzo. Kwa nini Bahati anasema anamchukia mamake na anatamani kama angezaliwa kwenye familia nyingine tu, lakini sio familia, yani sio kutoka kwenye uzao wa mamake. Basi ni kukumbushe tu kwamba simulizi hii ya Bahati pia unaweza kuipata kule YouTube ya channel yetu Banana FM TZ. Andika Banana FM TZ Bahati sehemu ya kwanza na kuendelea, basi utazipata kule. Mimi naitwa Madam T kwenye mitandao ya kijamii TikTok na Instagram, andika official T005. Leo tunaendelea tulipoishia jana, ambapo tunaona sasa mama yake Bahati ameanza kuvuna kila ambacho amekipanda. Bahati ameumwa, kaka kwenye koma, kaumwa, lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu ameanza kuwa na nafuu tena, ametoka kwenye koma, japo bado mazoezi yanaendelea kufanya, mwili hujakaa sawa, lakini at least Bahati anasema ametoka kwenye koma na ameruhusiwa yuko nyumbani. Lakini ambaye anaelezewa kuhusiana na mama yake, basi ndio mazito zaidi. Mama yake yuko alali ndani, anaogopa kuingia ndani, ana shida ya kupata shida kwenye mguu, amevimba mguu wa uponi, hauonekani tatizo ni nini, lakini ndio hivyo mguu umevimba. Basi Bahati anasema mimi nilirudishwa nyumbani, na anatuambia kwamba kiukweli ile nyumba iligeuka kuwa kanisa. Maana Bahati anasema kila itwapo leo watu wa maombi, watu wa kanisani lazima waje kwa ajili ya kunifanyia maombi, kuniombea, naendelea kufanyia mazoezi ya viungo ili niwe sawa. Bahati anasema kwa uwezo wa Mungu hali yangu iliendelea kutengamaa, lakini Bahati anasema nilimwambia mke wangu hali yetu ya kiuchumi imeyumba sana, lakini natamani nimuone mamangu. Yani natamani nikamuone. Mke wangu akaniuliza ni kwa sababu gani? Yani unavyoongea ni kama kuna kitu ambacho unataka ukione. Akamwambia hapana, natamani kumuona nizungumze naye. Sitaki kuzungumza naye kwenye simu, hayupo sawa. Najua kwenye simu nikimwambia hawezi kunielewa. Nataka niongee naye tukiwa uso kwa uso. Natamani nizungumze naye hata kama sijatenga mali yangu vizuri, lakini natamani niongee naye. Kuna vitu ambavyo nataka nimkumbushe, kuna vitu ambavyo nataka nimwambie, kuna maneno ambayo natamani kumwambia nikiwa naye macho kwa macho, tuzungumze ana kwa ana. Bahati anasema kiukweli nilikuwa yani toka nimeanza kuwa sawa kiafya, nikaambiwa hivyo, nikatamani niongee naye. Lakini Bahati anasema kipindi kile ambacho sasa ndio nimeanza kupata nafuu, mke wangu ananiambia ni kuna vitu anatamani kuniambia kuhusu mama, lakini hajui anzie wapi. Nilijua mamangu amekufa tayari, nilijua alikufa wakati mimi niko kwenye koma, wakati naugua, labda nikajua mamangu ameshafariki dunia, lakini kwa makusudi ya Mungu najua alimwacha hai, endelee kuishi hai kwa makusudi ili alipe ile ambayo amefanya, asife kifo cha kiurahisi. Na Bahati anasema kweli mamangu akufa kifo kirahisi, hakikuwa kigumu kama alivyostahili kwa yale ambayo ameyatenda, lakini at least alifanikiwa, alilipa kwa yale ambayo aliyatenda. Nikamwambia mke wangu natamani sana
niende nimtizame, tuzungumze. Basi Bahati anasema kwa kipindi kile hatukuweza kufanya maamuzi hapo kwa hapo, kwa sababu hatakuwa na pesa za kutosha. Bahati anasema pesa nyingi sana zimetumika kwenye matibabu, nimelazwa mwaka na nimelazwa nikiwa siongei, sifanyaje. Kwa pesa nyingi zimetumika kwenye matibabu, na hapa bado mimi naendelea kufanywa mazoezi, naendelea kwenda kliniki, bado nina kliniki za kwenda. Kwa hiyo bado tuna uhitaji wa pesa. Bahati anasema katika kitu ambacho mimi niligundua, nilitamani sana kama ningemjua Mungu mapema. Ndio kitu Bahati ambacho anasema kwamba huenda ningemjua Mungu mapema na utoto, nikiwa mdogo, kuna vitu vingi ambavyo ningeepukana navyo. Kuna imani kubwa zaidi ingekuwa ndani yangu tofauti na hiyo ambayo niko nayo sasa. Bahati anasema lakini pia nimeamini kwamba Mungu anaweza kumleta mtu kwenye maisha yako kwa sababu ya kitu fulani, na akimpanga kama yupo kwa ajili ya kutekeleza jambo fulani, basi atalitekeleza ipasavyo. Bahati anasema mamangu alituzaa, lakini aliharibu maisha yetu. Lakini alikuwepo mama ambaye aliharibu, lakini tukapewa mtu ambaye atatengeneza. Bahati anasema nilipewa mke wangu. Ni mwanamke ambaye alibadilisha kwa kiasi kikubwa maisha yangu. Ni mwanamke ambaye amenifanya leo nimeonekana Bahati huyu ambaye naonekana sasa. Amenipambania, hajanikatia tamaa, ameniombea, na mpaka leo bado ananiombea. Amenibariki, amenibadilisha, nimejua kuna Mungu. Kawa rafiki, kawa mke, kawa zaidi ya kila kitu kwenye maisha yangu. Bahati anasema sio vizuri kumfananisha au kulinganisha kitu chochote kile na mama yako, lakini Bahati anasema thamani ambayo amenipa huyu mwanamke ambaye ni mke wangu sio thamani ambayo amenipa mamangu. Mamangu aliona mama mimi nafaa kutumikia mizimu, kuwa mchawi, kaua ndugu zangu, kaumiza watu wengi, lakini ni tofauti na huyu mke wangu ambaye nimekutana naye. Bahati anasema ukuu mkubwa zaidi niliona vile mimi nimelazwa, siongei, sina matumaini yoyote ya kupona leo au kesho. Nipo kwenye koma ambayo haijulikani nitakaa kwa muda gani, kwa miaka mingapi, kwa muda gani nitapona, na nikipona nitakuwa sawa au la. Lakini mwanamke huyo alichagua kuendelea kuwa na mimi. Alisimama upande wangu na akaapa hata kama nikifa basi ataishi maisha ya kitume, ataishi maisha kumtumikia Mungu, wala hatatoka chochote kile. Bahati anasema kama lilivyo jina langu la Bahati, basi Bahati pekee ambayo nilipata kwenye hii dunia ni mwanamke wangu, ni mke wangu. Bahati anasema tuendelea kupambana, nikaendelea na maombi, nikaendelea na mazoezi, taratibu afya yangu ikiendelea kutengamaa. Na Bahati anasema kwa ile kipindi kile niliruhusiwa, lakini sikuwa siwezi kutembea umbali mrefu. Sio umbali mrefu, tusiwezi kutembea peke yangu. Ni lazima nishuke huku na huku ili nitembee. Yaani ili niweze kumove lazima nishuke huku na huku, siwezi kunyanyua. Yaani ni kama mtoto mchanga mtoto mdogo ile anavyojifunza kutembea tete, ndio mimi naanza kujifunza kutembea upya. Nafishwa kutembea upya. Lakini nilikuwa namwambia mke wangu kila siku. Bahati anasema hakuna siku jua limezama sijamwambia mke wangu kwamba natamani nizungumze na mama yangu. Yaani natamani nimuone, niongee naye. Kuna vitu nataka nimwambie, nimkumbushe kama alisahau. Yaani kama amepata uchizi, kuna vitu nataka nimwambie, yani atakumbuka tu, atajua tu. Bahati anasema mke wangu ananiambia tuendelee kumuomba Mungu na tumuombe Mungu pia akae sawa, afanyaje. Lakini Bahati nikawa naambia, Bahati anasema nikawa naambia mke wangu nikisema nimuombe Mungu mamangu akae sawa nitakuwa namkufuru Mungu. Mimi nitamwambia tu Mungu ampe kile anachostahili. Nitamwambia Mungu mamangu apate kile ambacho anakistahili, lakini siwezi kumwombea Mungu akae sawa. Siwezi kumwombea Mungu aendelee kuugua. Nitamwombea Mungu ampe kile anachokistahili. Kama ni adhabu, kama ni atampa chochote kile, yani hampatie kile kinachostahili. Bahati anasema mke wangu akaniambia sio ni funzo kuachilia na nini. Nikaambia kakaangu alikufa mbele yangu, wadogo zangu walikufa, wengine nilishindwa kuwazika, kushindwa kuja kwenye msiba, sikujua.
naanzaje kumwombea mamangu akae sawa? Kiukweli namchukia. Ninamchukia. Akaniambia kama unamchukia mama yako, kinachokufanya utake kwenda kumuona ni? Nikamwambia hapana. Sio kwamba nataka nikamuone kwa sababu anaumwa. No. Nataka nikamkumbushe kwamba kwenye hii dunia kuna mwenye nayo, kuna ambaye anatufanya sisi tunapumua, ambaye amemlipa sasa kwenye yale ambayo ameyafanya. Kuna mambo mengi nataka niongee naye. Basi anasema mke wangu aliniambia kwamba hali yangu kwa sasa hivi, hata tukisema tupambane tafute nauli na nini niweze kwenda, lakini hali yangu ya afya haiko vizuri. Afya yangu bado inahitaji uangalizi wa karibu, hivyo haiwezi kuniruhusu mimi nikaenda mpaka Njombe. Ni kubali tu kwanza ni afya itengamae, na kama mama atakuwa mzima basi tenda kumuona. Lakini basi anasema mimi nilikuwa nikiomba Mungu sana, nikamwambia Mungu, naomba usimchukue mamangu kabla hatujazungumza mimi na yeye. Yaani hata kama wakati wake umefika, endelea kumpa kile anachokistahili mpaka siku mimi na yeye tutazungumza. Hilo nilikuwa namuomba Mungu kwa imani kubwa sana, kwa machozi nikimwambia Mungu, usimuondoe mamangu kwenye hii dunia kabla mimi na yeye hatujazungumza uso kwa uso. Nataka niongee naye vitu, nataka nimkumbushe vitu, usimchukue. Basi anasema maombi yakawa yanaendelea kufanyika, wachungaji, watumishi wa Mungu wakawa wanaendelea kuja kuniombea pale nyumbani. Tunaomba, mke wangu akawa anadisia lililotokea, alivyofunga kwa ajili yangu, alivyokuwa anapata uoga kwa ajili yangu, wakati mwingine akiwa anakatishwa tamaa, maneno ya kukatishwa tamaa, maneno ya kuona kama amekutana na mtu mwenye mikosi toka nimekuwa naye, ni matatizo juu ya matatizo tu, linakuja hili linaingia lile, akiomba kwamba uenda sio mtu sahihi kwenye maisha yangu ndio maana amekosea iishi na nini. Lakini bado mwanamke wangu anaendelea kusimama na mimi. Yaani alikuwa ni mke ambaye alionyesha dhahiri kwamba yupo na mimi sambamba. Basi anasema kitu kingine, niliomba pia nitamani yule ndugu yangu ambaye niko naye ni mtu mzima. Basi anasema dadangu ni mkubwa zaidi yangu mimi, lakini hali yake sio nzuri, hana maisha yote mazuri, hana mwelekeo wote, hajaolewa, umri umeenda na nini. Lakini basi anasema nikawa namwambia kwamba natamani maisha ya dadangu yabadilike. Kwa hiyo kwenye maombi pia tuko tunamweka dadangu. Lakini pia mke wangu akaniambia kwamba upo mwanga kuonesha kwamba dadako anaweza akapona tena, dadako anaweza akasimama tena imara, akasimama mbele za watu, akatoa ushuhuda, kwa sababu mpaka sasa hivi hali yake kidogo imeendelea kutengamaa. Alikuwa ni mtu ambaye ni kama anafanya kazi kama robot, yani mpaka control mpaka ashtulu, lakini sasa hivi bado akili haijakaa sawa, lakini at least anaweza akafanya vitu mwenyewe. Lakini basi anasema anawekwa kwenye uangalizi mkali pia, kwa sababu pia anampiga sana mama. Yaani basi anasema wajirani unasema kwamba kusipokuwa na mtu karibu akamsumbua mama, akamsumbua, akamfanyaje, anampiga. Anasema anampiga haswa dadangu, anampiga mama yake vibaya sana. Na watu kijijini wanamhesabia kama tu ni mtu mwenye shida ya akili. Ni mtu mwenye shida ya akili. Basi anasema kweli ilipita tena muda, tukaendelea kupeleka mambo haraka. Basi anasema muda ulipita, na baada ya muda kupita basi anasema mimi na mke wangu tulitimiza adhima yangu mimi ya kwenda kumuona mama yangu, ya kuelekea Njombe. Basi anasema sijatengamaa vizuri, bado natembea kwa shida, bado ninasikia maumivu ya baadhi ya viungo, bado nafanywa mazoezi, lakini nilisema at least niende hata na kurudi, niende ni siku hiyo kesho kinirudi, lakini nataka nizungumze naye, nataka niongee naye. Basi anasema mimi na mke wangu tukafunga safari kwa sababu sikuweza kusafiri peke yangu, na mke wangu alisema hana mtu mwingine ambaye anaweza kumkabidhi afu awe na amani, kwa bora twende wote pamoja. Basi anasema mke wangu vizuri, bado anafanya kazi kwenye ile kampuni tokea mwanzo ambayo mimi nilikuwa nafanya nikafukuzwa. Mke wangu bado yuko kule na ni mtu ambaye analipwa vizuri tu.
na biashara ile ya spare ambayo tulifungua, japo ilikuwa haijakuwa kama tulivyokuwa tunategemea, lakini at least bado mke wangu anaendelea kuisimamia, bado mke wangu anaendelea kupambana. But anasema kweli tukafunga safari mimi na mke wangu kuelekea Njombe, kuelekea kwa mama yangu ambaye halali tena ndani, anakimbia ndani, hasubutu hata kusimama hapo mbele ya uwanja wa nyumba yake. Anawaona watoto wake, anawakimbia, anawaita, anasema anawaona na nini. Kipi ambacho kitatokea? Yapi ambayo yataendelea? Bahati anaenda Njombe, anataka kuongea na mama yake. Ni kitu gani ambacho Bahati anataka kuongea na mama yake mpaka anafunga safari, anatoka Dar es Salaam, hataki kuongea naye kwenye simu, anasema tumuelewe vizuri kwa sababu pia mama yake ameonyesha alifanya kama amechanganyikiwa fulani. Wewe mtu analala nje, ni mgonjwa, shida ya mguu umeweza, lakini analala nje, ameonyesha kwenye hali fulani ya kuchanganyikiwa. Basi kesho tutaendelea tufahamu Bahati anaenda kumwambia nini mama yake, labda ndo anaenda kuongea umbane msamaha au kipi ambacho kitatokea. Mimi ni Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Nikukumbushe tu kwamba sisi tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Banana FM TZ, mitandao yetu ya kijamii, lakini simulizi hii ya Bahati kuanzia sehemu ya kwanza na kuendelea zinapatikana kwenye YouTube channel yetu, andika Banana FM TZ, utapata kwa uzuri kabisa. Nikusikia jioni njema, na kesho nayo ni siku.